So Hebrews chapter 11 tulikuwa tumefika pale kwa Sara ambayo tulisoma tukafika mpaka mstari wa 12, mstari wa 11 ambao uliongea juu ya Sara, kwamba kwa imani hata Sara mwenyewe alipokea uwezo wa kuwa na mimba alipokuwa amepita wakati wake, kwa kuwa alimhesabu yeye aliyeahidi kuwa mwaminifu, na kwa ajili ya hayo wakazaliwa na mtu mmoja, naye alikuwa kama mfu. Watu wengi kama nyota za mbinguni wingi wao, na kama mchanga ulio ufuoni usioweza kuhesabika. Ndio last time tukaona ya kwamba kutokana na mtu mmoja mambo mengi makubwa yanazaliwa, na tukatiana moyo kujua kwamba tulio hapa inawezekana tusio wengi kama vile ungetarajia, lakini matokeo yake ni makubwa kutokana na imani ya mtu mmoja. Maandiko yanasema kwamba kukazaliwa watu wengi sana, na kupitia kwako wewe mambo makubwa na mengi yatazaliwa, kwa sababu imani ni kitu kikubwa sana. Inasema kwamba ufalme wa mbinguni umefananishwa na punje ya haradali, ambayo ni mbegu ndogo kuliko mboga zote, lakini inapomea inakuwa mti mkubwa, na hatimaye nyuni wa angani wanakuja kupata makao pale. Kwa hiyo inaweza kuwa ni punje ndogo, lakini wengi wataweza kufaidi. Nyuni wa angani wanapokuja kwenye mti ule kupata hifadhi, ni kutokana na mbegu ndogo ambayo imesisitiza kukua kwa uaminifu, hatimaye kutoa hifadhi kwa watu wengi. Inatufundisha jinsi ambavyo ufalme wa Mungu ulivyo mpana, lakini unaweza kuzalishwa na mtu mmoja au na watu wachache sana. Kwa hiyo inatufundisha kutokata tamaa wakati ambapo tunatekeleza mapenzi ya Mungu, kwa sababu idadi kubwa ya ndege wanategemea kuja kupata makao pale. Sasa tunapoendelea kusoma kwenye mstari wa 13, inasema hawa wote wakafa katika imani, wasijazipokea zile ahadi, bali wakaziona tokea mbali na kuzishangilia, na kukiri kwamba walikuwa wageni na wasafiri juu ya nchi. Kuna wakati mwingine tuliona hapa ya kwamba wakati unapoomba unaumba mambo katika roho, na katika jicho la rohoni unayaona yale mambo unapoyadeclare, kwa sababu uhakika tunao ya kwamba Mungu ameweka uhai ama uwezo ndani ya vinywa vyetu, kwamba ukitamka kitu kinafanyika. Kwa hiyo tunapokuja katika maombi na kuomba, tuna uhakika ya kwamba tunachokiumba kwa maneno yetu kinafanyika. Hii tumepewa na baba yetu, na tulionyesha na baba yetu ambaye alisema na kuwe kukawa. Uwezo huo akaupitisha kwetu, ya kwamba katika ulimwengu wa roho tunaongea na kuwe, na Tausa iwe hivi, na Mombasa iwe hivi, na Kenya iwe hivi, na jamii fulani ziwe hivi. Na kwa sababu uwezo, death and life is in the power of the tongue, kwa sababu uwezo wa mauti na uzima vimewekwa katika uwezo wa ulimi, sisi tunaingia katika laini ya kuweka uzima, kwa sababu tumeitiwa kutiwa uzima. Tunaanza kuyaona mambo kabla hayajatokea. Hawa wanaambiwa waliyaona hayo mambo na kuyashangilia. Sisi tunaomba, wale waliotutangulia walitoa unabii. Maandiko yanasema ya kwamba wengine kile walichokitabiri hawakukiona, lakini walikikumbatia kwa imani. Mambo mengi ambayo tunayoshirikia sisi yalitangazwa na wengine, yalinenwa na wengine, wao wakapata thawabu ya kuyanena, na sisi tunapata thawabu ya kuyashuhudia. Inasema maana hao wasemao maneno kama hayo waonyesha wazi kwamba
wanatafuta nchi yao wenyewe. Mstari wa 14, maana hao wasemao maneno kama hayo waonyesha wazi kwamba wanatafuta nchi yao wenyewe, na kama wangaliikumbuka nchi ile waliotoka, wangalipata nafasi ya kurejea. Lakini sasa waitamani nchi iliyo bora, yaani ya mbinguni. Kwa hiyo Mungu haoni haya kuitwa Mungu wao, maana amewatengenezea mji. Narudia mstari wa 16 ulio mzuri wa kuunderline. Lakini sasa waitamani nchi iliyo bora, yaani ya mbinguni. Kwa hiyo Mungu haoni haya kuitwa Mungu wao, maana amewatengenezea mji. Tuko hapa tukiendelea kuboresha uhusiano wetu na Mungu. Iko ahadi moja ambayo Bwana ametuahidi sisi. Tuna matumaini ya kumwishia Mungu. Tunalenga mbingu, tunalenga makao, tunajua kuna mahali tunapelekwa. Ndio maana tunakazana kumwomba Mungu huyu. Kwa nini tuje muda kama huu wakati wengine wamepumzika na sisi tuwe hapa? Ni kwa sababu tuna ajenda ya kuiona mbingu. Tunatamani kuwa na uhusiano na Baba. Tunatamani kutayarisha safari yetu ya mbinguni. Tunatamani kuwa na ushirika na yeye, kwa sababu tunaitazamia nchi iliyo bora. Dunia hii ni nchi ya kivyake, ina mambo yake, lakini tatizo ni kuwa mambo yaliyo duniani si ya kudumu, yanayoonekana si ya kudumu. Imeandikwa ya kwamba tusiviangalie vitu visivyoonekana, bali tusiviangalie vitu vinavyoonekana, bali tuviangalie vitu visivyoonekana. Kwa maana vile vinavyoonekana ni vya muda, lakini vile visivyoonekana ni vya milele. Mtu anapookoka, akili yake inaondoka kwenye vitu vinavyoonekana. Akili yake inaondoka kwenye utamu wa nchi hii ambayo wa dunia wanasema waponde raha. Hii raha inayopondwa duniani ni ya muda, haina thamani. Lakini heri wao wanaolia sasa. Yesu akasema heri wao wanaolia sasa, maana watacheka. Alafu anasema ole wao wanaocheka sasa, maana watalia na kuomboleza. Akili yetu sisi wateule wa Mungu tunaiondoa duniani. Ndio maana Yesu akasema kila mmoja anatamani kunifuata ajitwike msalaba wake mwenyewe. Imani ni safari isiyo ya lele mama, ni safari isiyo ya burudani na furaha, bali ni safari ya kubeba msalaba. Kwa sababu tunaitazamia nchi iliyo bora zaidi. Tukishaubeba msalaba huu kwa ukamilifu, Mungu atakapotupa neema tukaubeba msalaba huu kwa ukamilifu, hatutakuja kuubeba tena. Hatutakuja kubeba tena. Msalaba huu utatutengezea thawabu, utatutengenezea furaha ya milele. Yesu alivumilia kukejeliwa, kutemewa mate, kuonekana bure, lakini mpaka mwisho imeandikwa ya kwamba kanyenyekea, naam hata mauti. Kule kunyenyekea hata mautini, hatimaye kumempa jina lililopita majina yote. Kuna burudani isiyo na kifani. Ameketi upande wa mkono wa kuume wa Mungu Baba. Nani mwingine ameketi hapo isipokuwa yeye? Naye ni mfalme wa falme, Mungu wa miungu, Baba wa milele, mshauri wa ajabu. Ameitwa majina mazito, lakini limgharimu. Baada ya kunyenyekea na kubeba msalaba ule kwa ukamilifu, tunaye nchi iliyo bora zaidi tunayoitazamia. Yesu alikuwa anautazamia ukombozi atakaouleta. Alikuwa na uwezo wa kuukwepa msalaba. Alikuwa na uwezo wa kukataa na kusema mimi hapana, lakini bado alisema pamoja na mimi ningeomba kikombe hiki kiniepuke, lakini hata hivyo si mapenzi yangu, lakini mapenzi yako yatimie. Aliona ile ajenda iliyomleta duniani. Aliona ule uokovu atakaoleta, ule ushindi atakaoleta. Kumbuka kitabu cha Mwanzo kinavyosema ya kwamba uzao kati ya uzao wa nyoka na uzao wa mwanamke, ya kwamba akaambiwa, nawe mwanamke, nimeweka uadui kati yako wewe na uzao wa nyoka. Wewe uzao wa nyoka utakuponda kisigino, lakini uzao wa mwanamke utakuponda kichwa. Uzao wa mwanamke ni Yesu Kristo, ambaye
hakuzaliwa kupitia kwa mwanamume yeyote, lakini ni uzao wa mwanamke peke yake. Yesu akautoa ule ushindi wa kumponda kichwa Shetani, ambaye ndio uzao wa nyoka, akamponda kichwa, ushindi ule aliogharamikia. Ndio maana tunaimba, walipomua Yesu walidhani kwamba wameshinda, kumbe badala yake injili inaenda mbele. Kule kuufa kwa Yesu na kufufuka kwake ndio kulipomponda kichwa Shetani vizuri, kwa sababu kwa jina hili tunampiga, kwa jina hili tunamshinda. Twaitazamia nchi iliyo bora zaidi. Ndio maana tuko hapa, tunajenga makao yetu, tunajenga nafasi yetu ijayo. Unatoa leo kwa kujinyima, kwa sababu unajenga makao yajayo. Unaangalia nchi iliyo bora, hauangalii nchi hii. Mtu anapoanza kuiangalia nchi hii, ataanza kupoteza focus ya nchi ijayo. Uwezekano wake yeye kukosa nchi ijayo unaanza kujitokeza, kwa sababu attention yake inaanza kuwekwa kwa vitu vya dunia, na kwa hivyo nguvu nyingi inaanza kuelekezwa duniani badala ya kule tunakokwenda. Mstari wa 17 inasema, kwa imani Ibrahimu alipojaribiwa akamtoa Isaka awe dhabihu, na yeye aliyezipokea hizo ahadi alikuwa akimtoa mwanawe mzaliwa pekee. Naam, yeye aliyeambiwa, katika Isaka uzao wako utaitwa, akihesabu ya kuwa Mungu aweza kumfufua hata kutoka kuzimu, akampata tena kutoka huko kwa mfano. Abrahamu alikuwa na imani hiyo kwamba Mungu ameshazungumza na ameshazungumza. Alisema kupitia kwa Isaac uzao wangu utaitwa. Kumbuka mstari uliotangulia imesema juu ya Sara ya kwamba, verse 12, ya kwamba kwa ajili ya hayo wakazaliwa. Sara alipokuwa na imani katika Mungu, kwa ajili ya hayo wakazaliwa na mtu mmoja watu wengi, kama nyota za mbinguni wingi wake na mchanga wa baharini, kupitia kwa huyu Isaac. Kwa hiyo bado wakati Mungu anapomwambia akamtoe Isaac, Abraham anajua alichokisema Mungu ya kwamba kutakuwepo na watu wengi kupitia Isaac. Hawezi kuwa amechanganyikiwa kwamba leo tena ammalize apotee kabisa. Alijua ya kwamba acha ameniambia nikamtoe, basi mimi naenda kumtoa. Atajua mwenyewe atakapofanya, maanake ule uzao ulioahidiwa kwa Isaka lazima utabaki pale pale. Kwa hiyo kwa vyovyote vile, hata nikimtoa, kuna vile atamrudishia mikononi mwangu, maana neno alilolisema patazaliwa watu kupitia kwa Isaka lazima liweze kutimia. Kwa hiyo hakuna vile Isaka tutampoteza. Akaliamini hiyo. Waona jinsi ambavyo kujua neno la Bwana ni kuzuri. Unakuwa na ujasiri wa kujua amenena Mungu hivi, kwa hivyo lazima matokeo yake kwa vyovyote vile iende hivi, kwa kuwa Mungu hawezi kujichanganya. Kama amesema ni kupitia Isaac patazaliwa watu wengi kama nyota za mbinguni, kama amesema kupitia Isaac watazaliwa watu wengi kama mchanga wa baharini wingi wake, na leo hii ananiambia nikamtoe, kuna kitu Mungu atafanya, because at the end of the day lazima Isaac nitakuwa bado niko naye, kwa sababu si ule uzao ulioahidiwa bado hujapatikana. Kwa hiyo kulijua neno la Mungu linavyosema ni vizuri, unakuwa na ujasiri, unajua kabisa ya kwamba tunaenda na tunarudi. Nakumbuka akienda na watumishi wake katika punda zake zile, wameenda akafika karibu na kilele cha mlima pale alipokuwa anaenda kutolea dhabihu, akawaambia wale watu wengine, akawaambia tungojeni hapa, sisi tunaenda na Isaac alafu tutarudi. Abraham anatumia tuta, hasemi ya kwamba Isaac nikishamtoa nitarudi, anasema tutarudi. Isaac had faith, imani hiyo. Na usiku wa leo tuko hapa tukifanya maombi, sio kwa kubahatisha, kwa sababu tunachokiomba tunaweza kukizungumzia, ya kwamba kwa kadri Bwana alivyoahidi uaminifu wake, hakika tutapata majibu tulio nayo, na tunaweza kuyazungumzia na kuanza kuipanga psychologically, kujua kwamba watu wale tutakao wapokea hapa, kwa sababu tunaomba kwa ajili ya hiyo, na jinsi nchi itakavyopona na jinsi jamii zitakavyopona.
unaanza kujiandaa, kwa sababu ulichokiomba ni hakika ya kwamba kitakuwepo. Mtu yule uliyemuombea kufunguliwa, unaanza kumtarajia abishe hodi kama Petro. Wale waliomba Petro afunguliwe gerezani, alipobisha mlangoni wakawa tena hawaamini. Ilikuwa makosa ile. Inakupasa kile unachokiombea jua umeshakipokea na uanze kujiandaa kukipata, maana kikifunguliwa kama ombi kina uhakika wa kuja. Kwa hiyo Abraham akajua, niliahidiwa mtoto nikampata, na uzao utatokea, ninaenda kumtoa, lakini Mungu atajua atakavyofanya, maana Isaac lazima aishi ili aniletee ule uzao nilioahidiwa na Bwana. Kwa hiyo sasa maandiko yanaendelea kueleza, kwa imani Isaac akawabariki Yakobo na Esau, hata katika habari ya mambo yatakayokuwa baadaye. Kwa mambo yatakayokuwa baadaye, that was faith. Unaanza kujiandaa kwa mambo yanayokuja baadaye. Unabariki watoto wako Isaac na unabariki watoto wako Yakobo na Esau katika mambo ya habari ya mambo yajayo baadaye. You are so sure about the things that are coming in the future, kwa sababu aliyeahidi ni mwaminifu. 21. Kwa imani Yakobo alipokuwa katika kufa, akambariki kila mmoja wa wana wa Yusufu, akaabudu akiegemea kichwa cha fimbo yake. These guys were so sure of God's promises, kiasi kwamba wakizizungumzia wana uhakika nazo, hawabahatishi. Anapoziachilia zinakuwa vivyo hivyo, maana aliahidi ni wa kweli. Ni vyema tunapodeal na huyu Mungu wa imani, kwa sababu tumekuja kumwomba, hatuji kubahatisha. Tunadeal na Mungu mwaminifu. Tunapomwita naitika, kile tumemwambia tunao hakika kinatendeka, na mioyo yetu inaanza kukikumbatia na kukifurahia, kwa sababu we are dealing with a God who is so live and so sure. Hatubahatishi juu yake. He is not an imaginary God. We don't just imagine that he is there, but he is indeed alive. Na yeye huwa anatusikia. Kutoka mwanzo unaingia na kufungua kinywa chako tu na kuanza kuongea, he is there listening to you. Alafu fikiria, mkiwa mko wengi, basi anakuwa na muda mzuri zaidi na nyinyi. Lakini hata ukiwa wengi, tena Mungu ni mwaminifu, anawasikia wote. Because as we are here, kuna kwingine na kwingine na kwingine, kuna mkesha vile vile. And these guys are praying to this same God, and God is hearing all of us, na anawatendea at the same time. Hawezi kusema nimeshikika na hawa, ningojeni pale nje nikimalizana nao. Yes, mwanadamu. Kuna watu nao ndani ya mioyo yao, katika makanisa mbalimbali, ndani ya mioyo yao wameamsha roho zao kuiombea nchi kama tunavyoiombea, kuiombea dunia kama tunavyoiombea, kuiombea Taita kama tunavyoiombea, kuiombea Pwani, kuiombea uongozi, kuombea serikali kama tunavyoombea. Kunao pia nao wengine ndani ya mioyo yao wamebeba mzigo huo. As we pray together with them, as we join hands together with them to pray to this God about our country, about the leadership of the country, tunajua God is so faithful and things are going to happen, kwa sababu kikiombwa na mteule wa Bwana. Maandiko yanasema maombi ya mwenye haki yanafaa sana yakiombwa kwa bidii. Tuko hapa tonight kuomba kwa bidii, na sisi tumepewa haki kwa sababu ya msalaba, kwa sababu ya damu ya Yesu tuliyokubali kutuokoa sisi, tukapewa haki. Kwa hivyo tunaenda mbele ya kiti cha neema kwa ujasiri, kama neno la Bwana linavyosema, basi na tukikaribie kiti cha neema cha Mungu Baba kwa ujasiri, ili tupate rehema na tupewe neema ya kutusaidia wakati wa mahitaji. Sio wote wana neema hiyo, bali ni wale waliokubali wokovu wa Kristo Yesu, wakapewa access, wakifikia kile kiti. Kwa wengine kiti kile cha hukumu, lakini maana maandiko yanasema anayemwamini mwana amepata haki, amesamehewa, huyo anapata wokovu, anao uzima. Lakini yule asiyemwamini mwana hana uzima, bali amekwisha kuhukumiwa, ghadhabu ya Mungu inamkalia. Kwa hiyo kwa yule asiyemwamini mwana, Mungu kwake ni hakimu, lakini kwa yule anayemwamini mwana, Mungu kwake ni baba. Haleluya.
Hapo ndio tofauti inavyokuja namna hiyo. Kwa wale waliomkataa Yesu kuwaokoa, Mungu Baba anakuwa kwao ana fimbo, anakaa hakimu. Lakini watu wanapoingia, alikuja kwa walio wake wakamkataa, lakini kwa wale waliompokea aliwapa uwezo wa kufanyika watoto wake. Tazameni ni pendo la namna gani, hata tuito wana wa Mungu, kwa maana ndivyo tulivyo. Inatupatia sisi ujasiri wa kuja mbele za Baba, na uhakika sio kubahatisha, na mamlaka ya vinywa vyetu kuanza kutangaza vitu viwe vile vinatakiwa. Kuna mambo ambayo hatuombi yafanyike, bali kuna mambo tunayafanya kwa vinywa vyetu, tunaamuru yafanyike, maana amri Yesu alitupatia. So as we pray tonight, sio vitu vyote tu utaomba na kusema Bwana tunaomba utufanyie. Vitu vingine unachukua mamlaka na unavitangaza viwe, unainyorosha tausa, unanyorosha eneo lile halikai sawa, unanyorosha tabia za watu, unafunga vile vitu havifai, vitu vile ambavyo vinaharibu maisha ya watu, unakamata hivyo, unaharibu, na unaanza kuinua madhabahu ya kueleweka, yale ya Mungu. Madhabahu yasiyofaa, mamlaka ya kuyaangusha umepewa. Tunaona Yesu ali-exercise mamlaka yale alipotazama ule mtini na akauamuru ufe, akauamuru kauke, na kesho yake ukapatikana ulisha-nyauka, kwa sababu kuna vile haukumfaa. Kuna vitu ambavyo kama havimpromoti Mungu, una mamlaka yote ya kuviangusha, una mamlaka yote ya kuviamuru vife na ubakishe vile vya kutukuza Mungu. Maana vingine vinainua madhabahu ya shetani, vingine vinatukuza madhabahu ya shetani. Shetani anakuwa anatukuzwa katika vijana wetu, shetani anakuwa anatukuzwa katika kina baba na kina mama, anatukuzwa kwenye watoto wetu, anatukuzwa kwenye maeneo yetu. Leo hii unaona kwamba watu wanaendekeza sana uchawi, wanaendekeza sana uchawi. Kitu kikitokea, mchawi mmoja amefanya mazingaumbwe, mtu akawa na nyuki, anatolewa kwenye gazeti, anatolewa kwenye kila mahali ili kutukuza shetani. Watu wameendekeza uchawi kuliko Mungu, kana kwamba shetani ndiye mkubwa kuliko Mungu. Lakini neno la Mungu linasema aliye ndani ya mteule, aliye ndani ya mwokovu ni mkuu kuliko walio duniani. Wao wanahangaishana wao kwa wao, ufalme huo kwa huo. Mwizi anaiba, anakamatwa na nguvu za giza, wanahangaishana wao kwa wao, wanapachikana manyuki wao kwa wao. Mtu anaenda kule kusikofaa, kwenda kulima mashamba sio stahili, anakwamia huko, wao kwa wao wanatesana wao kwa wao, wala haimtukuzi Mungu mahali. Watu wanastahili kutoka pale na kumcha Mungu. Tunaenda mbinguni, tuna makao tunayotazamia isiyotengenezwa kwa mikono ya wanadamu. Ubabe wa kushindana na uchawi hapa na ngazi za kichawi hautatusaidia kukote, maana mchawi wa ngazi ya chini anabanwa na mchawi wa ngazi ya juu, alafu yule wa ngazi ya juu anabaki akisifia kwamba yule ni mkali. Haituhusu hiyo, sisi tunamtazama Mungu aliye hai, maana ubabe wa duniani hauwezi kutusaidia kwa namna yoyote. Tunamtazama Mungu. Mungu anatazama rehema, anataka kumwokoa mwanadamu, sio kushindana. Hasemi kwamba sasa Ibilisi ameweka nyuki hizi na Yesu naye hajaweke nyuki wengi zaidi. Hana muda huo. Hatuna muda wa kushindana Yesu na yule mwingine nani mzuri. Hatuna hiyo. Eti tuweke mhadhara tuanze kushindana kati ya Yesu na huyu nani wa kufuata. Hatuhitaji hiyo. Tushajua tunayo njia. Yesu ndiye njia, kweli na uzima. Mtu hakuna mtu atakayeenda kwa Baba ila kupitia kwake. Imeshasemwa, imeandikwa hivyo. Yeye ndiye njia ya kwenda mbinguni kwa Baba. Yeyote anayetaka akitoka katika maisha haya aende kwa Baba, basi hana budi kupitia kwa Yesu. Umemkataa Yesu, mbingu sahau. Maana kila mtu anayetamani kwenda kwa Baba lazima apitie kwa Yesu. Wamchukia Yesu ukimwita majina yale unayoyaita, na unataka kuondoka kwenye dunia hii uwekwe mahali pema peponi. Hamna hiyo. Tunaye Yesu ambaye hatuhitaji kumfananisha na wengine. We don't need to waste time comparing. Tuanze kuweka Yesu na huyu kwa mizani, tuone nani wa kufuata. We don't need that. We have the way to heaven. Na sisi tunaiangalia njia hiyo.
tunataka kumuona Mungu. Njia ya kumuona Mungu tunayo. Wanafunzi wa Yesu aliwaambia ya kwamba mimi sasa ninaondoka na kule niendako nyinyi mwaijua njia. Mmoja wa wanafunzi akamuuliza Yesu, unasemaje? Sisi tunaijua njia tena ya kule unakokwenda. Yesu akamwambia, mbona lakini nyinyi hamuelewi kwamba nyinyi mkishanijua mmemjua Baba, na mimi ndio njia hiyo ya kwenda kwa Baba. Mmekuwa na mimi muda wote, wala hamjui kwamba hivi njia hii mimi ndiyo njia hiyo, kwa sababu mimi ndiyo njia, kweli na uzima. Mnasemaje hamjui njia ya kwenda kwa Baba? Ndio uzuri wa kumjua Yesu. Haubahatishi, you don't waste time kushinda ukikompare kati ya Biblia na ile, kati ya Yesu na yule. We don't need to waste that time. We don't have that time to waste. We have Christ in us. Na huyu Yesu tuliye naye sio wa kurithi kutoka kwa wazazi, sio wa kufikiria, sio vitu tulikuta tukaanza kufuata. Hapana, nilipatana na Yesu kibinafsi na ninamwona ndani ya maisha yangu, na nikiulizwa habari za huyu Yesu sielezi kama fulani alivyonifunza, bali ninaeleza kama ninavyomwona mimi katika maisha yangu. Maana kuna watu ukiwauliza habari ya imani yao wanaanza kurifaa vile mababa waliowaambia, wanaanza kurifaa vile mwalimu aliwafundisha, wanaanza kurifaa vile ambavyo mwalimu wa dini huwa anasema. Sasa uokovu tulionao hatuelezei kama vile pastor husema, hatuelezei kama vile bishop husema ama apostle husema. Uokovu tunauelezea kutokana na experience ya mtu binafsi. Ndio maana inaitwa testimony. Wakati mtu anaposema ni wakati wa kutoa ushuhuda, that is what it means. You give testimony, you give a report of what is happening in your life from Christ. Ni nini anatenda? Unatoa matokeo, sio ya kufundishwa, sio ule ushuhuda wa kufundishwa ya kwamba sema hivi, sema Bwana asifiwe, alafu sema Bwana asifiwe tena, alafu sema jina langu ninaitwa, na alafu sema. Hapana, haifundishi mtu hiyo. Unasimama na unaanza kuelezea, na alimuona Yesu kwa njia hii na hii, na nilikuwa na shida hii na nikamwomba Yesu akanifungulia njia, maana Yesu ni halisi. Yesu ni halisi, sio imani iliyorithiwa. Kuna watu wanakumbatia dini na imani tu. Ukiwauliza mbona wanaamini kile wanachoamini, wanasema ni dini ya baba zetu, wanasema ni dini ya wazazi wangu. Mimi wokovu nilionao hauhusiani na wazazi. Ukiokoka wewe, wokovu ulionao hauhusiani na wazazi. Maana wokovu haurithiwi na wala haugawanyiwi. Mamako hawezi kufa akakuachia wokovu uendelee nao kama shamba. Babako hawezi kufariki akakuachia wokovu uendelee kula kama mshahara ulio kwenye banki yake, kwenye benki. Hapana, unaupokea kivyako. Kama aliupokea anaingia mbinguni kivyake, na kama hakuupokea wokovu, wewe ukija kupokea kama mwana, hautamsaidia kule mbele. Ataingia jehanamu ukiona, na wewe uende mbinguni ukimwishia Bwana. Salvation is so personal. Kwa hiyo tunaendelea kuliangalia neno la Bwana jinsi imani ilivyo. Verse 22, kwa imani Joseph alipokuwa amekaribia mwisho wake, alitaja habari ya kutoka kwao wana wa Israeli, akaagiza kwa habari ya mifupa yake. This was Joseph ambaye alielewa historia vile Mungu amesema, vile alivyomwambia Abraham ya kwamba uzao wako watakuwa katika nchi ya utumwa kwa miaka hii, hatimaye wataondoka. Joseph knew all this, the history and what God said, na anaelewa once God says something lazima inaenda hivyo. Kwa hiyo si kitu cha kubahatisha. So it was something to go by, it was something to indeed rely on, kwa sababu ni Mungu amezungumza. So as they were there in the land of Egypt, walikuwa hapo wakijua iliahidiwa, hata kama mimi nitakufa before waondoke. Akawaeleza watu wake ya kwamba muelewe ya kwamba Bwana alivyozungumza kuhusiana na mipango, muliingia Misri kupitia kwangu mimi nilipowaita mkaja, lakini kwa kipindi fulani tutakuja kuondolewa. And Joseph says, msiache mifupa yangu hapa, mwende nayo. Anaongea juu ya vitu vijavyo. He was so sure
hakuwa anabahatisha, si mambo ya in case. Hakuwa anasema in case mtakuja toka hapa basi mbebe mfano. Anasema hapana, kwa habari ya jinsi ilivyoahidiwa kutuhusu ni kwamba tutakaa kwa nchi ya wenyewe kwa muda, hatimaye tutaondoka. So verse 22 ukisoma iko katika Mwanzo 50:24. Mwanzo 50:24 ndivyo inavyozungumzia juu ya vile Joseph alivyosema. So verse 22 tumeisoma pale. Verse 23 inasema, kwa imani Musa alipozaliwa akafichwa miezi mitatu na wazazi wake, kwa sababu waliona kwamba ni mtoto mzuri, wala hawakuiogopa amri ya mfalme. Kwa imani Musa alipozaliwa alifichwa. All these things zilikuwa zinatokea si kwa bahati nasibu, kama vile watu wanapenda kusema kwa bahati Musa hakuonekana, kwa bahati watoto walipokuwa na uwawa, kwa bahati Musa hakuonekana. No, haikuwa bahati. Wateule wa Mungu waendi kwa bahati, wanaenda kwa mpango ya Mungu. Musa alikuwa ameshapangiwa patazaliwa mtoto ambaye atakuja kuwa mkombozi, na kwa hiyo pamoja hata na watoto kuwao, lazima Musa apone, asiwawe, kwa sababu ndio atakayeleta ukombozi. Inatokea kama vile wakati wa Yesu vile vile. Wakati huo pia Herode akaamuru watoto kuchinjwa kwa ajili ya kumtafuta Yesu, na yeye wazazi wake wakaelezwa kupitia kwa ndoto wasirudie njia ile, maana wanamtafuta mtoto, wapitie kwa njia nyingine. Yesu akapona kwa design ile. Haikuwa bahati, eti kwa bahati nzuri wazazi wa Yesu wakapitia nje nyingine, si kwa bahati. Mambo yanapangwa. Ni vyema mtu wa Mungu kutegemea kupangiwa na Mungu. Unapofika mahali hujui way forward, ni haki yako kumwambia Baba, nipe njia hapa, nijue nitaenda upande gani. Wewe Mungu ndio unayejua mwisho kunakaa namna gani, nisaidie. Wafalme enzi zile, wakati ambapo walihitaji kupigana na mataifa fulani, walikuwa naomba Mungu, wanamuuliza muonaji ya kwamba ni wapi tuende tukapigane na adui, tutashinda ama tutapiga, ama tutapigwa sisi. Mungu akisema msipande, wanatulia. Mungu akisema pandeni au nendeni mpigane nao, mtashinda, ndio wanaenda. So ni watu ambao wanamtegemea Mungu kikamilifu. Kwa hiyo hapa tuna Joseph anaongea habari hizi, Musa anaongea habari hizi, ama tunasoma habari zake ya kwamba akafichwa, sio kwa sababu ya uzuri tu, lakini kwa sababu kuna kitu kilipangwa kumuhusu, na lazima aishi kama vile Isaac. Lazima atabaki kuwa hai, hata pamoja na kuambiwa aende atolewe sacrifice, but Isaac had to remain alive, kwa sababu kuna kitu lazima kizaliwe na yeye. Hata wewe wakati huu umehifadhiwa mpaka sasa kwa makusudi maalum. Ni wangapi wa umri wako leo hii hawapo? Ni wangapi? Wengine wameenda kwa njia za kutatanisha sana, lakini wewe unaachwa hai kwa makusudi fulani. Tauni zote zinakuacha mzima kwa sababu kuna kitu in store that has to be born, na uko hapa. Tukiendelea kumwita Mungu na kumwambia Bwana tawala, Bwana tawala, ulichokikusudia kizaliwe kupitia kwangu, Bwana kizaliwe. Bwana wewe unajua ni kwa nini. Maana Yesu anasema sio nyinyi mlionichagua, ni mimi niliowachagua. Kwa hiyo namwambia Bwana Yesu, ulijua ni kwa nini miongoni mwa watu wengi you can pick mimi, unanichagua mimi na umenihifadhi. Marika yako wengi hawako sasa hivi, wengine hali zao zasikitisha, lakini Mungu anakupa kupita tu, anakupa kupita kwa sababu kuna kitu lazima kizaliwe kupitia kwako. Isaac akapona kisu kile cha baba kwa sababu kuna kitu lazima kizaliwe. Musa naye akapona kisu cha Farao, kuchinjwa na Farao, kwa sababu kuna ukombozi ambao alistahili kuleta. Same thing to Jesus. Naye analeta ukombozi duniani, amezaliwa, hapaswi kuchinjwa na Herode, lazima apite salama kwa sababu ukombozi uje. Kwa hiyo kwa imani Musa alipozaliwa akafichwa. Alifichwa because there is something that God had planned. Kuna vitu ambavyo Mungu amevipanga kwa ajili yako, vinakufanya wewe kuwa salama kila siku. Haleluya. Kwa hiyo
akaona ni afadhali. Haya, verse 24. Kwa imani Musa alipokuwa mtu mzima akakataa kuitwa mwana wa binti Farao. Akaona ni afadhali kupata mateso pamoja na watu wa Mungu kuliko kujifurahisha katika dhambi ya vipi? Katika dhambi kwa kitambo. Hii inakaa mzuri. Kwa imani Musa alipokuwa mtu mzima akakataa kuitwa mwana wa binti Farao. Akaona ni afadhali kupata mateso pamoja na watu wa Mungu kuliko kujifurahisha katika dhambi kwa kitambo, akihesabu ya kuwa kushutumiwa kwake Kristo ni utajiri mkuu kuliko hazina ya Misri, kwa kuwa aliyatazamia hayo malipo. That is how faith in Christianity works. Pamoja na kwamba kule ikulu ya Farao kulikuwa na raha ya kila aina, maana yeye alipokuwa mtoto wa binti Farao, he was treated as a prince. Kwa hiyo alikuwa na furaha zote, anaishi ikulu pale, raha mstarehe. Lakini kwa imani na mama yake alipokuwa mcha Mungu, naamini katika kumnyonyesha kule pamoja na kuajiriwa na kulipo, lakini alikuwa mtoto wake, alikuwa akiinstill in him maadili na mambo ya Kikristo, mambo ya kiungu ndani yake, na kumweleza, elewa, ukijua wewe ni mwanangu na wewe ni Mwebrania. Kwa sababu alitoa mambo haya yote wapi? Alikuwa na mama mzuri mcha Mungu, na mama mzuri mcha Mungu humfundisha mtoto wake njia za Bwana. Ndivyo neno la Mungu linavyosema, mfundishe mtoto wako njia za Mungu, naye hata sawa akiwa mkubwa. And that is what we see. That is exactly what we see in Moses, ya kwamba ameyashika hayo akayaelewa mpaka akiwa mkubwa. Sasa anakuja kufanya maamuzi yake mwenyewe. Anajua niko ikulu, lakini mimi sio ikulu. Haya mambo ya kuabudu sanamu na ifra na vitu na kufanya hii mambo yote ni vitu vya muda, vinakaa starehe. Lakini at the back of his mind anajua watu hupita duniani wakaingia kwenye raha ya milele, na watu aina hiyo ni wale wanaomcha Mungu aliye hai, sio hivi vinyago tunavyoviona hapa. Na akajua ya kwamba mimi ni Mwebrania, na Waebrania ndio wenye siri hiyo, na wako pale nje wanateseka. Lakini baada ya mateso hayo wanatazamia furaha isiyo kikomo. Moses akapiga mahesabu akasema, nichague moja, niendelee kuburudika kwa hii dhambi ya kuabudu sanamu na kula kila kitu, alafu nipoteze nafsi yangu, au nijiunge na wanaoteseka, ambaye baada ya kuteseka katika dunia hii wataburudishwa. Akasema ni heri niteseke kwa muda, lakini nipate burudani ya milele na milele. Maana Yesu anasema, itakufaidi nini upate ulimwengu mzima na hatimaye upoteze nafsi yako? So Moses by faith reasoned this way. You need to know God exists ili uweze kumwamini katika mipangilio yake. We are here, pamoja na kwamba shetani huwa ana offer mambo ya kuvutia, mambo ya kuburudisha mwili na anasa, anakuonyesha kwamba ndio kufika huko. Lakini yuko Mungu ambaye anakuambia achana na hayo, maana hizo burudani zitakuishia katika moto wa milele. Lakini mimi ninaye kukataza burudani hizo, milele na milele utaishi katika furaha. Kwa hiyo Moses, tunaambiwa kwa imani Moses alipokuwa mtu mzima akakataa kuitwa mwana wa binti Farao. Kunafika mahali unakataa vitu vile watu wote wanaendekeza, vitu vile watu wote wanafurahi. Kumbuka yuko Misri na ni mbwembe na furahi ikulu, kujienjoy, lakini nafika mahali useme mimi nakataa kutembea na hizi vitu, nakataa prado za Misri, nakataa vyakula vya Misri, nakataa nyumba za kifahari za Misri na vitanda vizuri vya Misri, maana havina kibali cha Mungu. Leo hii shetani anasema aabudiwe kama vile alivyomwambia Yesu, eti hii yote imewekwa chini ya mikono yangu, imewekwa chini ya mikono yangu, na ninaweza kumpa yote nimtakaye, hata wewe nitakupa ukinisujudia. Anamwambia Yesu amsujudie. Of course tunajua kilichoendelea, lakini binadamu wa sasa hivi wakiambiwa sujudia, wanasujudia ili wapewe vya duniani.
na wanapewa kweli. Ndio maana waabudu shetani wanapata ufanisi wa dunia, lakini nayo huwa inapeperuka kama makapi. Ina masharti yake, ina mateso mengi. Wengi wanaoendelea katika burudani za kishetani zile wana mikataba inayowaumiza, lakini hawawezi kukuambia. Sasa kuna furaha gani uingie katika mikataba ya kukutesa, uambiwe kwamba kuna kiungo chako fulani lazima ukitoe, kiwe connection, your point of connection, ili uendee kuburudika na mali hizi, ukataze mambo fulani fulani ili uweze kudumisha ule mkataba. Yanakaa kama ni furaha. Mwimbaji yule ambaye ni wa nguvu za giza akitokea hapa uwanjani, watu wanajazana tele kwa sababu ya gari na jinsi anavyokuja na ufahari anaokuja nao, ila hata kuambia ule mkataba unaomtesa hauwezi kukuambia. Nao Moses akarizo namna hii, akasema hii Misri hii ina kanuni zake, hii Misri hii ina ibada zake, hii Misri hii ina mambo yake. Tunakaa ni kama tuna enjoy, ni kama tunafurahi, lakini sitaende jehanamu nikiona. Mimi ni Mwebrania, sipasi kuabudu hizi sanamu, ninamjua Mungu, ninakataa. Inafika mahali mtu anakataa huenda kama vile watu wote wanavyoendekeza. Kwa hiyo Musa kwa imani, having faith is to make a decision, a radical decision, kusema kwamba nimeshaijua njia na mimi njia ndio nitakafuata. Hata kama nyinyi mmezoea na mmejisikia ndio hivyo yenu hiyo, kaeni na yenu hiyo. Watu wakaanza kumshangaa pale, unaondoka ikulu, wende ukajiunge na watu wanaovuruga matope pale. Musa, wewe kichwa chako kiko sawa, umepata bahati. Lingana wao ni bahati, maana hawana Mungu. Umepata hii bahati. Wewe ulizaliwa tu Mwebrania ukaokotwa, yaani wewe umeletwa ikulu, unaitwa binti, umeangukia namna hiyo. Alafu unaleta ujinga huu, unasema kwamba unakataa maisha ikulu ukajiunge na wale wanaoita ndugu zako, ukivuruga matope pale. Akasema yes, alihesabu akaona ni afadhali kupata mateso pamoja na watu wa Mungu kuliko kujifurahisha katika dhambi kwa kitambo. Wokovu unaweza kukaa kana kwamba unaotesa, kwa sababu haukuruhusu anasa ile, haukuruhusu furaha ile, haukuruhusu burudani hizo, haukuruhusu furaha za maisha hizo. Ni kujikana. Lakini ni kwa kitambo. Kwa nini uburudike na dhambi kwa kitambo wakati unaweza kumcha Mungu kaishi milele? Uchague uburudike kwa dhambi kwa kitambo, au ukane dhambi na uburudike kwa Mungu milele na milele. Kwa hiyo Musa, tunajifunza pale, akaona ni afadhali kupata mateso na watu wa Mungu kuliko kujifurahisha katika dhambi kwa kitambo. Verse 26, akihesabu ya kuwa kushutumiwa kwake Kristo ni utajiri mkuu kuliko hazina ya Misri. Kuishi ndani ya wokovu, ukachekwa, ukaonekana uko nyuma, ukashutumiwa, wewe unatuaibisha. Imani za nini? Unashutumiwa, unaonekana mtu uliye nyuma ya maisha, uko tu ovyo. Ni heri kushutumiwa design hiyo. Nasema alihesabu kushutumiwa kwake Kristo ni utajiri mkuu kuliko hazina ya Misri. Wale wanaojigamba na hazina ya dunia hii, kushutumiwa huko, ukishutumiwa kwamba wewe uko nyuma kimaendeleo kwa sababu huendi na dunia inavyosema, kushutumiwa huko kuna thawabu kuu, kuna thamani kuu kuliko hazina za duniani. Mteule wa Mungu, utiwe moyo katika Bwana. Leo hii uko hapa usiku, umekuja kwenye mkesha huu, haujaamuriwa na mtu, haujaahidiwa zawadi ya kwamba ukikesha mpaka asubuhi unalipwa, lakini umekuja mwenyewe tu. Ni kwa sababu kuna kitu unakishughulikia, kuna hazina unaishughulikia, kuna mahali unalenga. Unajua ukija hivi na kumwita Mungu, kuna kitu unatengeza katika ulimwengu wa roho. Kuna vile shetani anavyosumbua watu, wewe utaweza kumshinda, kwa sababu shetani anahangaisha wengi mpaka imebidi wengine wakubaliane naye tu.
Na wengine shetani akawa kinywani mwao kila wakati ni shetani. Kila kitu kifanyika shetani, kwa sababu amejenga makao hapo mpaka wakaishi naye kama jirani, wakati ambapo anastahili kuwa expelled na kuondolewa. Yesu akasema, mnapoenda kuhubiri, hubirini hivi: waambieni watu ufalme wa Mungu umekaribia, pozeni wagonjwa, fufueni wafu, toeni pepo. Pepo si ya kuishi na watu, toeni pepo. Kwa shetani ni wa kuondolewa. Kwa wakati tunapomkaribia Mungu, anasema mkaribieni Mungu, mtini Mungu na mumpige shetani, naye atawatoroka. Tumekuja kutiwa nguvu usiku wa leo. Wewe ambao umekuja kwenye maombi haya, una hatua moja mbele kuliko yule ambaye hajakuja, kwa sababu mahali ambapo tunapewa nguvu ni hapa tumekuja. Na uwezi kuja kwa Bwana ukatoka hivyo hivyo, maana tunaimba popote alipita alifanya nini? Alitenda mema. Kwa hiyo anapita kwetu sisi akitutendea. Ukiwa macho, ukiwa vizuri, ukiwa na mkutano mzuri na yeye, huwezi enda bure. Ni zaidi ya mheshimiwa huyu, ni zaidi ya mheshimiwa. Wale waheshimiwa mnakutana nao uwanjani, mnapewa 100, mnapewa 50, mnapewa sijui ngapi, mkagawanya. Huyu Mungu ni zaidi ya mheshimiwa. Akihesabu kushtumiwa kwake ni utajiri mkuu. Hiyo hali unaoishi isiyofanana na watu wa dunia ni utajiri mkuu kuliko hazina ya Misri. Akikuchekelea mtu kwa sababu ya wokovu, elewa ya kwamba huo uliobeba ndio utajiri mkuu kuliko hazina ile ya duniani. Kwa nini? Kwa kuwa aliyatazamia hayo malipo. Wateule wa Mungu, kuna malipo tunatazamia. Watu wa dunia hawawezi kuyaelewa, lakini sisi tuna malipo tunayatazamia, sio bure. And that is why tunakazana hivi. Unajinyima, unakuja, unafunga, unajinyima, unakuja, unakesha, unajinyima. Maana unajua kuna siku utaenda uketi, uambiwe, mwanangu, mtumishi mzuri, ingia pale rahani. Ndio raha yenyewe ianze. Unaweza kusota mwezi mzima, lakini mwisho wa mwezi ukacheka kwa mshahara utakaopewa. Maana kila mtendakazi anastahili posho lake. Kwa hiyo verse 27, kwa imani akatoka Misri huyo Musa, asiogope ghadhabu ya mfalme, maana alistahimili kama amuonaye yeye asiyeonekana. Akaondoka bila kujua. Leo Farao akijua mahali nilipo itakuwaje? Alijua hapana, ninaye baba yaliye mbele ninayemtazama. Nimejua kuna baba wa kushughulikia, sio huyu. Farao si babangu. Hii familia ninayoishi nayo sio ya kwangu. Hii haimchi Mungu. Hawa ni watu tu, hawana lengo lile niko nalo, hawana hatima ile niko nayo. Our destinies are not the same. Kwa hiyo nikiendelea kukaa hapa tutahitilafiana. Abraham naye akaambia, ondoka kwa watu wako na uende mahali nitakapokuambia. This is the same way Musa alipoondoka, akijua kwamba sasa huko sitajali Farao akisikia siko kutakuwaje. Lakini huyu Mungu naye mtazamia ataniokoa kutokana na mikono ya Farao na hakuna kitu atanifanya. So Moses akatoka kwa sababu alistahimili kama amuona yeye asiyeonekana. Jambo hilo la kumuona asiyeonekana tumeshalizungumzia. Tonight we are praying. We have prayed and we will continue praying, talking to someone that we don't see, but so sure that he hears us. Na natoka hapa na furaha kabisa kwamba tumeongea naye na ndio ukweli wa mambo. Na baadaye tunaanza kufuatwa na matokeo. Ilitokea hivi, nasema, this is the result of my prayer. When I talk to God without seeing him, when I knelt down there and prayed to God, called upon his name, hata kama hako anetikia but he was quiet, but listening to me, but by faith embracing what I was praying for. And after some time, in God's own time, unaanza kuona matokeo. Nasema, wow, I thank God, this is what I was praying for. By faith. It works by faith. We walk by faith and not by sight. Sasa kwa imani akaifanya Pasaka na kule kunyunyizwa damu, ili yule mwenye kuwaangamiza wazaliwa wa kwanza asiwaguse wao.
That was Moses akiwaoda watu waifanye Pasaka, the Passover, kwa imani ya kwamba chinjeni hivi, mkishachinja huyu kondoo mleni kwa design hii na damu yake pakeni kwenye nimi ya milango yenu, because God tonight atapita, na atapita akishughulikia wale vichwa ngumu wa Misri, na wale watakao kuwa ndani wa nyumba zilizopakwa damu ya mwana kondoo kwenye milango yao watakuwa salama. So Moses was giving these orders by faith, because he was so sure once God speaks, ameongea na hawezi kubadilika. So anatoa ahadi akijua fanyeni hivi tonight, God is going to pass. Kuna kwenda kuwa na Passover. Na kama wewe utakuwa Passover, basi kujiwekee ovyo ovyo. Sasa akava ili yule mwenye kuangamiza wazaliwa wa kwanza asiwaguse wao. Kwa imani wakapita kati ya bahari ya Shamu kama katika nchi kavu. Wamisri walipojaribu kufanya vivyo wakatoswa kwa imani. Unajua hata kuingia kwenye ile bahari ya Shamu kulihitaji imani pia, kwa sababu unakiingia kitu ambacho hujawahi kukiona katika maisha yako. Bahari imegawanywa hivi, alafu unaambiwa pita, na si hapo utaruka eti maji yakirudi uruke pale. Ni sehemu unatembea kutoka hapa mpaka kule juu, unatembea ndani. You have to have faith ya kwamba hii maji hayatarudi nikiwa hapa ndani. You're so sure, kwa sababu kama una uhakika utasema mimi sitaingia, na haya maji yakirudiana je? But because you have faith, tunaingia. That the Lord who has opened kwa ajili ya mimi kupita, mimi si wa kufunikwa, mimi ni wa kupita, wafunikwa ni wengine. So I have faith ya kwamba hii njia iliyofunguliwa nitapita kabisa kabisa, na wala hii maji hayatajirudisha yenyewe. As we said, sisi hatuendi kwa bahati. Ni mambo Mungu anayapanga. Yuko anayeshikilia. Sio maji yameganyika kwa bahati. Sio upepo tu umevuma yakajigawanya, kwamba kwa ghafla upepo unaweza rudi hivi akajirudisha. Hapana. Yuko Mungu aliyegawanya akashikilia. Kwa hivyo haya maji yamethibitiwa, yameshikiliwa na Mungu, mpite. Nao wewe lazima uwe na imani ya kwamba huyo Mungu kweli ameshikilia. Bila kuwa na imani utashindwa kuingia kwenye hiyo njia aliyokufungulia Bwana. Utakuwa unaona naweza ingia nifike katikati yarudi, naweza ingia yarudi, siwezi elewa, ama labda kuna matope. Na hapo hii maji pakitokea na mnyama hapo kwenye maji hivi anikule hapo njiani kabla sijavuka. There are a lot of things that one could think, but because of faith unaingia kwa ujasiri ukitembea. Hii maji ni Baba ameshikilia. Hii maji ni Baba ameshikilia, na yeye ni mwaminifu, hawezi kunitosa. Unakuwa mwaminifu ya kwamba huyu Baba ninayeketia hawezi kuniangusha. Kwa hiyo naketi kwa ujasiri. Mmoja akaimba, dunia ni tawi bovu, kalia ukiwa na Yesu. Sasa lakini tawi ambalo si bovu unaketi kwa raha mstarehe, maana ni Yesu aliyekushikilia. You have nothing to fear. Ingia mpendo, upite kwenye muujiza wako. Hiyo njia aliyefungua ni Mungu, na hajachanganyikiwa kwamba aangalie kando maji yajirudishe yenyewe. Ameshikilia kitu, ameshikilia kila kitu. Kwa imani wakavuka katika bahari ya Shamu iliyogawanywa. So we can see it's all about faith, 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 faith. Usiku wa leo umekuja, kuna mambo unatamani ndani ya moyo wako yaweze kufanyika. Let's have faith in God. Tonight let's talk to God in faith. Tuongee naye tukimwambia Bwana, asante kwa sababu uko hapo unanisikiza. Asante Bwana kwa sababu unanitegemea mimi nikiomba utende. Because of course someone said ya kwamba God, without God man cannot, but without man God will not. Without God man cannot, and without man God will not. Sasa will not haimaanishi hawezi, lakini ni kwamba tu hatafanya, kwa sababu anakusubiri wewe ushike sehemu yako ili afanye kupitia kwako.
Kwa hiyo we are so sure, ndio maana tunasema kwamba unapoenda mbele za Bwana, ongea naye kama baba ambaye mna mazungumzo mazuri naye. Umwambie, Baba, nakushukuru, ulikuwa unatafuta mtu kama mimi mwenye roho iliyopondeka. Baba, moyo wangu umepondeka mbele zako, ndio maana nimeacha kulala nije mkesha leo, nije ninyenyekee kwako. Kana kama nina makosa Bwana unisamehe, kama nimekengeuka Bwana unirejeshe, kama nimekaa vibaya Baba ninataka tukae vizuri na wewe, nioshe. Kwa sababu huwezi kuja mbele za Bwana unless unataka mazungumzo na yeye. Huwezi kwenda kwa mtu unayemchukia. Ukiona mtu anakuja kutembelea anataka umwe na urafiki na yeye, lakini ukiona mtu akukususia, huyo hana haja na wewe. But today we have come before God kwa sababu tunataka kuwa na Mungu, kuwa na uhusiano mzuri na the prodigal son. Aliona ile njia aliyoendea haimfai tena, akaona kuna umuhimu wa kureconcile na kwetu. Ninarudi pale kwetu. Mimi sijui baba atanipokeaje, lakini mahali pa kuishi, mahali pa kukaa rasmi vizuri ni pale nyumbani. Nilifanya ujinga wangu tu kutoka, haya mimi ndio huyu. Lakini kwa kweli nafaa kurudi kwetu. Nakasema nitarudi, nitachekwa, nitafanya nini, haitanisumbua hiyo. Kama watu watanishangaa kama nini, kama brother yake alivyosema, huyu sasa baba unamchinjia huyu mtu ambaye yani mtu ameharibu mambo yake huko, amekuja unamchinjia. Mimi hata hujanichinjia hata ile ndogo hujanichinjia. Kuna watu ambao wanaweza kukuona, kukuchekelea na kukuona mtu ovyo, lakini kumbe mikono ya baba inangojea hiyo. You come before God, unamwambia Baba, nina haja nawe. Ongea naye tonight, kumbe Baba, nina haja nawe. Asante kwa sababu ulikuwa unangoja mtu kama mimi. Namna baba yule alivyokumbatia mtoto wake, maandiko yanasema aliagiza ndama achinjwe. Ndugu yake alivyolalamika, baba akajibu akasema, namfanyia sherehe huyu mwanangu, kwa sababu alikuwa amekufa, sasa amefufuka. Alikuwa amepotea na sasa amepatikana. That means baba alibaki na hali ya kutafuta mwanawe. Baba alitamani mtoto huyu arudi, na ndio maana aliporudi ilikuwa ni furaha yake. So always when you go before God, remember, ni baba ambaye anatamani sana umkaribie. Na ndio maana ninakwambia, hata kama hujaokoka usiku wa leo na umekuja kwenye mkesha huu, una nafasi ya kuokoka, kwa sababu Mungu amekuleta hapa na makusudi. Usiku wa leo sarenda kwa Yesu. Wewe ambao hujaokoka unasema nataka kuokoka leo, nafasi hii ni yako. Mungu anakungojea, amekufanya wewe uje. Na wale ambao wameokoka wazidi kushuka mbele za Bwana na kumuita Mungu na kumwambia, Bwana, ni haya nimeleta, hoja ndio hizi, haja ndio hizi. Baba, ingia, tenda hapa, tenda, itika Bwana, tenda Bwana, tuonyeshe. Niiteni nami nitawaitika, nitawaonyesha mambo makubwa na magumu msiyojua. Usiku wa leo yeye akiitwa huitika. Tuiteni kwa ujasiri. God is so faithful and will answer our prayers tonight. He has answered already. He knows what we're going to pray about. Anajua mahitaji yetu even before we pray. He knows. Na he's out to do. He's out to perform. He's out to answer. Na uzuri wake akitenda, anatenda zaidi ya vile tunavyofikiri na vile tunavyoomba. Kwa hiyo una nafasi nzuri ya kuongea na dadi na kumwambia Bwana asante. Na umkumbushe, umwambie Bwana asante kwa mikesha mingine ambayo nimekuwa nikija na wewe Bwana umekuwa ukinisikia. Na ninashukuru kwa sababu uko katika kazi unashughulika. Kumbuka alivyosema, huku mkimtika yeye fadhaa zenu zote, kwa maana yeye hujishughulisha sana na mambo yenu. Kumbe haya mambo yote unayolilia anajishughulisha nayo. Unamwombea nani? Anajishughulisha na hiyo. Unamwombea nani? Unamwombea mumeo aokoke? Anajishughulisha na hiyo. Unamwombea mkeo aokoke? Anajishughulisha na hiyo. Unaombea watoto wako wabadilike? Anajishughulisha na hiyo. Unaiombea nchi yako ipate neema ya Mungu? Anashughulika na hiyo. So hakuna ombi ambalo linapita vivi hivi. God is so faithful. Ndio maana tumeambiwa imetupasa kuomba pasipo kukoma.
Mungu angeagiza tuwe tunaomba kama itakuwa tu ni mchezo. Hapana, anaagiza tuombe kwa sababu tukiomba kuna vitu vinafanyika. Kwa mpendo wa Mungu, Mungu akubariki sana. Tuwe na muda mzuri wa kuenda mbele za Bwana na kuitana mbinguni, maana Mungu ni mwaminifu.